hili ambalo tunalifanya hapa leo ni kwa faida ya Watanzania wenzetu wenye mahitaji, na tunapopewa dhamana ya kufanya maamuzi kwa niaba, basi tunaangalia makundi yote kama ambavyo tumefikiria leo na tumeona tukae nao kwa ajili ya kushuhudia na kutekeleza haya. Ni eneo pekee sana ambao nafikiri tukienda hivi tulivyopanga lazima tutaona matokeo. Matokeo yapo, tunahitaji ushirikiano. Na mara nyingi machangamoto tulizonazo ni nyingi sana. Tunapopata nafasi ya kuyajadili na ya kuyatengeneza namna ya kujikwamua, inatupa funzo, elimu, lakini pia uwezo wa kupanga kwa ajili ya kuhudumia watu wetu. Mfano mmoja amesema, diwani mwenyeji amezungumza akasema, hata wakati mnajenga hamkukumbuka baadhi ya vitu vikubwa ni vya msingi, na kumbe leo vimeonekana kuwa vya msingi zaidi. Kwa hiyo kupitia hizi sessions, pamoja kwamba tunayafanya kila siku, tunapokutana tunakumbuka kwamba kuna jambo ambalo tulipaswa kufanya ila hatukuliona kwa wakati ule. Kwa hiyo twendeni tukatekeleze kwa ushirikiano, tuwakumbuke hawa wenzetu, watoto wetu, ndugu zetu ambao wanahitaji tuwahudumie. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya sehemu yake na anaendelea kutekeleza vizuri, anakwenda na makundi yote na anatambua kwamba makundi maalum wapo na wanahitaji huduma, na sisi tuliopewa dhamana ya kuwafikishia huduma ile, basi tufanye sehemu yetu pia, ili mwisho siku matokeo yatunufaishe sote, wao wenyewe, sisi wenyewe na nchi kwa ujumla, tuweze kujivunia kwamba walikuwepo na tumewahudumia. Hiyo itatusaidia, italeta picha nzuri katika sisi na jamii yetu. Lakini pili, tuna program ya kuwashirikisha jamii. Kikao kingine kama hiki tutahitaji kuwa na sehemu ya wazazi wanapotoka watoto wenye mahitaji maalum, waone tunapojadili, tunapofanya maamuzi, lakini pia tunapohitaji ushiriki wao hata kwenye jamii wakazungumza na sisi tukizungumza na wao, tuwatie moyo kwamba uwepo wa hali hiyo serikali inatambua, lakini tuna mkono wa serikali, waendelee kuwapa ushirikiano, kuwafichua, kutoa taarifa walipo ili tuendelee kuwahudumia. Tunajua kazi ngumu tunafanya, tuendelee kuyafanya katika mazingira hayo hayo kwa kuvumiliana na kuwavumilia, lakini pia kuendelea kufikiri zaidi na kutafakari, na tutumie sana elimu yenu ninyi wataalamu kuleta mapinduzi yenye tija na unafuu unaoweza kufikisha watu pamoja na katika mazingira tuliyonayo. Kikao cha leo ni kikao cha kipekee sana. Tutakutana tena siku hiyo ambapo natamani mwezi wa 7 patakapoanza rasmi. Sasa mtuite tuje tushuhudie, tushauriane, lakini pia tuendelee kujadiliana namna bora ya kuhakikisha kwamba watoto wote wanahudumiwa. Mimi nipende kuongezea tu hapo kwenye mjadala huu kwenye vipengele viwili hasa vya upungufu wa walimu pamoja na wataalamu wa upimaji. Kwenye kipengele cha upungufu wa walimu, kwa sababu tunaona kweli serikali inaajiri walimu, lakini unakuta pale wanapotoa hizo nafasi za ajira, walimu hawa wanakosekana, walimu wenye waliosomea elimu maalum. Kwa hiyo unakuta walimu hawa wanakuwa ni wachache. Uhitaji ni mkubwa, lakini waliosomea kitengo hicho wanakuwa ni wachache. Sasa mimi kwa mapendekezo yangu, tunatakiwa sisi wataalamu ngazi ya kata, ngazi ya halmashauri, tukienda kwa diwani kule, kwa sababu diwani ndio ana watu wakiitisha mikutano ya kisiasa, basi tutoe elimu ili basi watoto wetu wanapokwenda kwenye vyuo waweze kuopti, waweze kusomea elimu maalum ili waweze kuwasaidia watoto hawa, kwa sababu inaonekana uhitaji ni mkubwa lakini wataalamu ni wachache. Kwa sababu tunaona kabisa kuwa kweli kitu hiki, ufundishaji wa watoto hawa kweli ni hiki. Kwa hiyo tunatakiwa tuwape basi elimu kwa jamani, watoto wetu napokwenda huko
tunatakiwa tuende tukasomee elimu maalum ili tuweze kuwasaidia watoto wao, kwa sababu uhitaji ni mkubwa, lakini watu wanaosomea elimu maalum wanakuwa ni wachache. Tunapokuwa kwenye vikao vyetu sisi wataalamu, tukienda kwa diwani, wanapokuwa kwenye mikutano ya kisiasa, basi wanasema unachopekea, unasema kuwa kwa sababu sasa hivi ajira ni ajira zipo, lakini unakuta wanaajiriwa walimu, ila walimu ambao wamesomea elimu maalum wanakuwa ni wachache. Changamoto ndizo ambazo zimepelekea kufanya tofauti na jinsi mtaala unavyoelekezwa. Ni maeneo mawili sana. Eneo la kwanza ni upungufu wa walimu, lakini eneo la pili upungufu wa rasilimali, yani vifaa vya ufundishaji na ujifunzaji. Nikiangalia ratio ya walimu jinsi ilivyo, kama mwalimu mmoja ana uwezo wa kufundisha wanafunzi watano, lakini unajikuta mwalimu mmoja anafundisha wanafunzi 23. Hiyo kwa kweli inakuwa ni shida kidogo, na ndio kipengele ambacho mimi naona hicho kinaweza kuleta shida kwa ajili ya ufundishaji wa wanafunzi, lakini na ujifunzaji duni. Labda nirejee kwa afisa elimu kitengo maalum, maana alieleza mara ya kwanza kwamba kituo ambacho kimefunguliwa wameleta vifaa sasa hivi. Labda hivi vifaa sasa vinaweza kuwepo mojawapo ya hivi ambazo labda ni pungufu. Maneno ya msingi kabisa, tena ya msingi kabisa. Kwanza ni wasifu walimu ambao mnaofundisha watoto wao. Hongereni sana, kwa sababu ni kazi moja ngumu sana. Nimeona mimi mwenyewe kwa zile dalili, kazi moja ni ngumu sana. Ina maana kwamba kazi hii ni ya uzalendo kutoka moyoni mwako kwa dhati kabisa. Kwa kweli hongereni sana. Mimi afisa elimu, kuna masuala amegusia mwalimu pale. Kwa mfano swala la mkeka, ili naweza tukana kuna mkeka. Mratibu elimu haliwezi kuwa na kona, kwa sababu mwalimu ana uchungu kama mzazi. Anaona mtoto anakaa chini na basi anasikitika sana. Mimi nilikuwa naomba kwamba mwalimu ulichukue, alafu mimi tutawasilisha kwa mkurugenzi. Hilo hata tukachanga tu ikeka shilingi ngapi jamani? Inakuwa 500,000. Iko bei ndogo. Mimi mkurugenzi nadhani kisi bwana wetu na nilivyomwona nimeelewa vizuri. Nimeelewa kabisa. Kwa hiyo mimi kama ni mwakilishi wa wananchi, kabla baraza halijavunjwa, maana tarehe 1 mwezi wa 7 tunaagana bye bye. Lakini uwezo wake Mungu tuombeane tu kwamba tunaomba kwamba manake kama nilifanya mazuri na mabaya yapo vile, lakini mabaya sio mingi, mazuri yawe mengi zaidi. Kwa mfano kama hivi Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu, unajua anakusema watu kwamba mnyongeni, lakini haki yake ipeni. Utawala awamu ya huyu mama kwa kweli ana uchungu na Watanzania, ana uchungu na wananchi wake. Kwa sababu gani? Vitu kama hivi kusajiliwa si mpaka aone na Mheshimiwa Rais, sio kwamba hivi hii NGO zinakuaje. Lakini ilipokuwa mmeanzisha, Mheshimiwa Rais kwa mapenzi mazuri haraka sana mmepata. Mimi nazidi kumwombea dua huyu mama, rais wetu na viongozi wengine pia nazidi kuombea dua wawe na afya njema, ile kwenye uchaguzi basi inshallah Mungu afanyie wepesi ili waendelee kujenga taifa. Hilo la pili. La tatu, mimi nilikuwa nasema hivi, mratibu. Mawani. Nimesikia mawani. Watu wako ngapi? Au sikilamu? Kwani miwani moja ni shilingi ngapi? Naweza kuelewa shilingi ngapi? Sio wataalamu wa macho nyinyi wataalamu wa taa. Sasa nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Mimi nasukuma kwa hao watoto wawili, hebu uliza kwamba ni shilingi ngapi. Alafu namba yangu ya simu nitakuachia. Sina nila vizuri. Kuna vitu vingine unatakiwa vifanye tu kwa kusema moyo wa uzalendo. Kwani tunatumia shilingi ngapi kwa siku? Sasa kwa moja siku mpaka milioni natumia kumwaga. Lakini kwa mujibu wa sheria
na jinsi vitabu vya dini vinasema. Unapomsaidia mtu kama huyu, basi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Agnes Ramadhani, ni afisa elimu maalum Kahama Manispaa. Leo tulikuwa katika kitengo cha shule ya msingi Kahama. Tumeweza kuzungumzia mambo mazuri ambayo yamewezeshwa na shirika la Tafiti SIDO kuhusiana na changamoto zinazojitokeza katika kitengo cha shule ya msingi Kahama A. Baada ya mjadala huo kuendelea katika mdahalo, wadau tumebaini kwamba katika shule hii kuna uhaba wa walimu na serikali imejipanga kuhakikisha walimu wote walioko katika manispaa ya Kahama tunawapeleka shule ya msingi Mwime kwa lengo la kuanzisha shule ya bweni pale ili kuwa na nguvu ya pamoja. Lakini kupitia mjadala wa leo, wadau na washiriki wote, ili kutatua tatizo la walimu, tumeona kwamba ni vyema basi tukawa na semina hata ya wiki 4 kwa ajili ya kuhakikisha walimu wanapatikana kwa kuleta wadau ambao wamesomea elimu maalum ambao specialize ili waweze kuwawezesha katika kuwafundisha namna ya kuwafundisha watoto kwenye madarasa jumlishi. Wito wangu jamii na walimu waliosomea elimu maalum kuendelea kuhamasishana kwenda kusomea elimu jumuishi, kwa sababu elimu jumuishi kuangalia matatizo walionayo. Kwa hiyo ni vyema hata walimu wanapoenda kusomea basi waweze kusomea elimu jumuishi. Kama afisa ustawi tutajikita hasa kwenye eneo la ukatili. Kwanza kabla ya yote, napenda kuipongeza ofisi ya mkurugenzi kupitia idara ya elimu kwa kuanzisha hiyo shule ya kitengo maalum cha wanafunzi wenye mahitaji maalum huko Mwime, na sisi wenyewe tunaishuhudia kwa hamu ianze. Sasa tumekuwa tukipata changamoto sana za hawa na watoto. Unakuta mzazi anakuja pale ana mtoto mwenye mahitaji maalum, lakini unajaribu kumconnect labda na hapa shuleni, unakuta saa nyingine kuna changamoto, hawezi kumpokea, wanakuambia hivyo hivyo. Ikifikia muda wa kwenda msalani, nani atakayekuwa anamsaidia? Hebu mkae kwanza msubirie. Kwa hiyo unakuta tunakuwa hewani, lakini kwa sasa kwa hiyo shule tunavyosubiri, tunashukuru Mungu kwamba angalau watoto wetu wanastimika zaidi. Tunaipongeza sana ofisi ya mkurugenzi. Ila pia ningependa kukazia kwa hili swala la kwa afisa elimu, waangalie pia na hili swala la kusema kwamba kwenye mikeka pale na kazia hata na mito. Ile kuna mito fulani ambayo itamfanya mtoto tu akae comfortable zaidi, sio tu mkeka. Yaani na ile mito inakuwa kama inampa support. Kwa hiyo naomba muangalie pia hilo swala la mito. Na nilikuwa najaribu pia kusisitiza kwa wanafunzi sasa. Wanafunzi naomba mkaendelee kufichua kule nyumbani. Ukaona mtoto anafungiwa kule, ana uhitaji maalum, labda ni mlemavu wa viungo, ni mlemavu wa macho, ni mlemavu hawezi kuzungumza vizuri, usiruhusu mtoto afungiwe. Wewe ufichue. Unaweza ukaja kumwambia mwalimu wako wa malezi, tuko pamoja? Ndio. Ufichue kusudi wale watoto nao wapate haki yao ya msingi. Kila mtu ana ndoto zake, si ndio? Kwa hiyo mtakuwa mmesaidia kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nafikiri watoto majumbani bado wako wengi. Kuna wazazi wengine bado wanaendelea kuficha wale watoto. Anamfungia kabisa ndani. Unaona? Anamleta pale, muda umeshaenda. Kwa hiyo kujaribu hata kumleta hapa kwa wataalamu, labda kusaidie cha kufanya chochote. Anasema mimi niliona huyo hatoweza. Lakini anaona mwishoni mambo yamefikia, yani yamemlemea, ndo anakuja kumleta yule mtoto umri umeshakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo watoto tujitahidi kufichua. Ukiona mtoto anafungiwa au anatendewa visivyo, naomba mfichue ili watoto nao wapate haki ya msingi. Kingine, hapa shuleni tunakuwa na ukatili sengine unafanyika kwa wale watoto. Unafanyika ufanyiki? Kwa hiyo msikubali, msiruhusu kuona wale watoto wenye mahitaji maalum wanafanyiwa ukatili. Ukiona mtu anafanyia ukatili, toa ripoti kwa mwalimu ili huyo mtu achukuliwe hatua. Mtoto naye ni mtoto kama wewe, si ndio? Ndio. Amezungumza hapa mheshimiwa kwamba wale watoto wamezaliwa hivyo, amezungumza kwa elimu. Yaani na wewe unaweza ukakuta, yaani baadaye huwezi kujua kitakachotokea, unaweza kupata maradhi, unaweza kupata nini, na wewe kwa kuwa unakuwa pia. Kwa hiyo usiruhusu mwenzako afanyiwe ukatili na wewe unaangalia, kwa sababu tu ni mtoto wa mahitaji maalum hawezi kujitetea.
Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini swala lingine la mwisho ningependa pia hivi vitu vizuri kwa serikali kwamba at least waendelee kuongeza walimu wenye mahitaji maalum kama wenzangu nilivyozungumza, kwa sababu kwa unaangalia idadi ya watoto na ratio ya walimu haziendani. Kwa hiyo tuna yangu ni hayo tu machache, lakini tunaipongeza sana ofisi ya mkurugenzi, ni juhudi kubwa sana inafanya. Ni hayo tu, tunashukuru sana kwamba mipango wetu wote kulingana na muda utekelezwe kadri tulivyoupanga. Tumepanga mambo mengi sana ambayo tutakuwa. Jambo la kwanza ambalo la kushukuru mpango ni kwamba Manispaa ya Kahama katika mpango wao wa kuanzia mwaka wa fedha unaoanza mwezi wa 7, mpango mkubwa tulionao sisi kama Manispaa ya Kahama ni kuanzisha shule ya watoto wa mahitaji maalum ya Mwime. Kwa hiyo Rafiki SDO umekuja kama kutuongezea au kukumbushana kwamba hili swala ni la muhimu. Kwa hiyo tuna imani kwamba itakapofika mwezi wa 7, si ndio, mwaka wa fedha unapoanza, tunafungua shule ya msingi ya watoto wa mahitaji maalum, shule ya Mwime, ambapo hiyo shule tutachukua walimu wote waliosomea taaluma hiyo wawe sehemu moja, kwa sababu nimesikia wadau wengi ambao tumeongea kuhusu swala la walimu, ni kwamba walimu changamoto. Ni kweli walimu changamoto, japokuwa tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameajiri walimu wengi sana. Yaani sasa hivi tunapokea walimu kila siku ni walimu tunawapokea. Tunashukuru kwa hiyo, lakini walimu waliosomea mahitaji maalum sio wengi sana. Kwa hiyo tuwachukue wale walimu katika shule moja tuwachukue wote wakae sehemu moja kwenye kituo chetu. Wakaa sehemu moja itarahisisha, sio kama wanapokaa kama mmoja huko mmoja, hapana. Wakae sehemu moja, pia na wanafunzi kiwezekana wawe sehemu moja, ambayo ni sehemu ambayo itakuwa na bweni, itakuwa ina chakula, itakuwa na wataalamu, itakuwa pia na kituo chetu cha kupimia watoto kabla hawajaanza kusoma katika shule yetu. Kwa hiyo swala, mkurugenzi wa Manispaa ya Kahama, tunakuomba kama ulivyotuahidi kwamba mwezi wa 7 shule inafunguliwa, basi tuite wadau wote, tuite wanafunzi, tuite waheshimiwa wote katika Manispaa ya Kahama, tuizindue shule. Na katika kuzindua shule, kama kutakuwa kuna jambo ambalo litapeleka kidogo, kama wadau, kama waheshimiwa, kama mkurugenzi wewe mwenyewe, tutachangia ili tuhakikishe mazingira ya watoto wetu tunaowapenda yapo katika hali ambayo ni nzuri. Jambo lingine ambalo namshauri au kumwelekeza mkurugenzi wa Manispaa ya Kahama ni kwamba tunajua kweli walimu wana haki ya kusoma, si ndio, kujiendeleza elimu. Tunaomba mkurugenzi atoe kipaumbele cha wanaoenda shule kwa walimu waende kusoma mahitaji ya wanafunzi maalum. Kwa nini? Kumekuwa na wanafunzi wengi katika Manispaa ya Kahama ambao wana shida ya mahitaji maalum, na tunaangalia trend wa walimu ni wachache, wanafunzi ni wengi.